Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa wa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi cha kanisa katika mwendo. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu sana katika kipindi hiki cha kanisa katika mwendo. Na tunapoanza basi ni kukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tuna kila sababu ya kukushukuru na kulitukuza jina lako. Asante kwa neema yako, asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye umemtoa kwa ajili yetu. Tunapohitaji kujifunza, tunaomba akatufundishe tukaelewe, na zaidi ya yote tukiandaliwa vema kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mikononi mwako tukiamini ya kwamba uko pamoja nasi. Tunaomba haya yote tukiamini kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Nikukaribishe tena katika kipindi cha kanisa katika mwendo. Hiki ni kipindi ambacho kinatusaidia kufahamu juu ya kanisa la Mungu hapa duniani. Usisahau ya kwamba kanisa ni la Mungu. Mungu ndiye miliki halali wa kanisa. Na kwa sababu kanisa ni lake, tunajifunza kipindi kinachohusu kanisa la Mungu. Sio kanisa la mchungaji wala kanisa la mwinjilisti, bali kanisa la Mungu. Kipindi chetu cha leo ni kipindi cha pili tangu tumeanza. Tulianza na kile cha kwanza ambacho tuliweka msingi wa kile ambacho tutajifunza katika vipindi vyote katika kipindi hiki cha kanisa katika mwendo. Tulisema ya kwamba tutakayojifunza yamewekwa katika maeneo mawili. Moja, tutaangalia juu ya kanisa. Hapa tutaona maana ya kanisa, tutaangalia muasisi wa kanisa, tutaangalia mjenzi wa kanisa, tutaangalia mkuzaji wa kanisa, tutaangalia nguzo tatu za kanisa. Lakini eneo la pili tulisema tutajifunza habari ya mwendo, mwendo wa kanisa, kanisa lililo katika mwendo. Na hapa tutajifunza tuelewe kanisa linalosafiri, kanisa linalokuwa, kanisa linaloongezeka, kanisa ambalo linakuwa katika uelewa wa kweli za Biblia na ongezeko la waumini. Kwa hiyo jina letu kanisa katika mwendo limebebwa katika vipindi hivi ambavyo tutajifunza kwa kina katika mafundisho yetu haya. Sasa leo tunaanza na kipengele cha kwanza. Tunajifunza ni nini maana ya kanisa. Ni vizuri tukafahamu maana ya kanisa kwa sababu ifuatayo. Watu wengi wana mtazamo usio sahihi juu ya kanisa. Na kwa sababu ya kuwa na mtazamo usio sahihi, imewapelekea wengine kwanza kupoteza imani katika kanisa la Mungu. Lakini mbili, imewapelekea wengine kuondoka na kuhama katika kanisa la Mungu. Tatu, wengine wamepoteza imani na Mungu kwa sababu ya kutokuwa na mtazamo sahihi juu ya kanisa. Sasa wengi wamekuwa wakifikiri ya kwamba kanisa ni jengo, kwamba hili ni jengo, kwa hiyo hapa ni kanisa la Mungu. Jengo sio kanisa. Jengo ni mahali ambapo watu wanakusanyika kwa ajili ya kuabudu. Jengo ni mahali ambapo kanisa la Mungu linakusanyika kwa ajili ya ibada na mafundisho na mambo mengine yote yanayohusiana na neno la Mungu. Kwa hiyo jengo tu sio kanisa. Usio na mtazamo huo. Jengo tu haliwezi kufafanua kwa maana ni kanisa. Kwa sababu hilo jengo leo watu wanapokutanika kwa ajili ya ibada, kesho linaweza likageuka kwa matumizi mengine. Linaweza likatumika kuwa ni makazi ya watu. Linaweza likatumika kuwa ni mashine ya kusagia. Linaweza likatumika kuwa ni duka au kitu kingine chochote. Kwa hiyo kanisa ni zaidi ya jengo. Ndio point. Kanisa ni zaidi ya jengo. Jengo ni mahali watu wanapokutana kwa ajili ya ibada. Na kimsingi jengo ni mahali ambapo kanisa linakutana kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo tutajifunza kanisa ni nini kutoka katika Biblia. Tutaona jinsi Biblia inavyotueleza kwa maana ya kanisa ili tuwe na uelewa sahihi wa kanisa ni nini. Sasa tutajifunza katika maagano yote, Agano la Kale pamoja na Agano Jipya, linafundisha nini kwa maana ya kanisa.
Biblia Agano la Kale inaelezaje kwa maana ya kanisa, Biblia Agano Jipya inaelezaje kwa maana ya kanisa. Na tunajifunza maagano yote mahususi kwa sababu kuna wale ambao wanadai ya kwamba kanisa limeanzia katika Agano Jipya peke yake. Wanafikiri ya kwamba kanisa halikuwepo katika Agano la Kale. Sasa leo tunaanza kuona mizizi inatokea huko katika Agano la Kale, ikifafanuliwa kwa upana zaidi na kutuongoza kufahamu juu ya kanisa la Mungu. Sasa tunapoanza neno hili kanisa, ukisikia neno kanisa katika Agano la Kale halipo. Utalitafuta tangu Mwanzo mpaka Malaki, hutalikuta. Neno hili halipo. Na kuto kuwepo kwake haimaanishi ya kwamba sio fundisho lake. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wasipoona neno fulani linalofunua juu ya fundisho fulani katika Biblia, hawaamini fundisho hilo. Nikupe mfano. Leo kuna watu ambao wanakataa fundisho la Utatu Mtakatifu. Ukiwauliza kwa nini unakataa fundisho la utatu, wanasema hilo neno Utatu Mtakatifu halipo katika Biblia. Ni kweli, neno hilo Utatu Mtakatifu, the Holy Trinity, ni kweli halipo katika Biblia. Lakini kutokuwepo kwake katika Biblia haimaanishi ya kwamba hilo si fundisho la Biblia. Ni fundisho la Biblia. Sasa neno kanisa katika Agano la Kale lenyewe halipo, lakini fundisho juu ya kanisa lipo, limejaa tele katika Agano lote la Kale, kama vile ambavyo lipo katika Agano Jipya. Neno hilo kanisa lenyewe tutalipata katika Agano Jipya, kama ambavyo leo tutaangalia katika mafundisho yetu hapa siku hii ya leo. Sasa kwa sababu neno hilo kanisa halipo katika Agano la Kale, lazima tupate neno ambalo linatulinki na huku Agano la Kale. Lazima tupate fungu ambalo linatuonyesha ya kwamba Agano la Kale kanisa lipo. Tangu kule mwanzo kanisa limekuwepo. Nalo sio lingine, twende pamoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 7 na mstari wa 38. Biblia inasema hivi: yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Sasa hapa tunatambulishiwa ya kwamba Musa alikuwa ni kiongozi wa kanisa jangwani. Unajua Musa alikuwa ni zaidi tu ya nabii. Musa alikuwa ni zaidi tu ya nabii mkubwa kama tunavyomfahamu. Musa alikuwa ni kiongozi wa kanisa. He was the leader of the church. Hapa anasema alikuwa na kanisa jangwani. Sasa jangwani ilikuwa ni wapi? Wana wa Israeli katika safari yao Agano la Kale. Maana yake ni nini? Biblia Agano Jipya inatuambia ili tuweze kufahamu maana ya kanisa, lazima turudi huko Agano la Kale. Lazima tuangalie kanisa limefunuliwaje Agano la Kale. Maana hapa tumepata tu kwa haraka, anaonyesha kanisa lililo jangwani. Kama lilikuwa jangwani, na maana ni kanisa lililokuwa linasafiri. Hata kabla ya hapo limekuwepo katika nyakati za nyuma. Hata baada ya hapo limeendelea kuwepo katika Agano lote la Kale. Kwa hiyo tutaona sasa leo Agano la Kale jinsi litakavyotufafanulia maana ya kanisa. Lakini neno hilo kanisa katika Agano Jipya lenyewe lipo, limetokea mara 114. 114 unapata neno kanisa, 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 kanisa katika Agano Jipya, ikiwa ni pamoja na hili fungu ambalo nimekusomea la Matendo 7 fungu la 38 ambalo lenyewe linasema kanisa jangwani. Sasa neno hili kanisa ambalo limetokea Agano Jipya mara 114, kwa lugha yake ya asili ni neno eklesia. Kama unavyoona katika kiambaza chako hapo, neno hilo eklesia linamaanisha kuitwa au wito wa watu waliokusanywa. Angalia maana yake hiyo, kuitwa. Ukisikia kanisa linalotajwa katika Agano Jipya, maana yake ni watu walioitwa.
na hasa inazungumzia kuitwa kwa lengo la ibada. Ukisikia neno hili kanisa katika Agano Jipya linamaanisha kuitwa, na hasa ni wito wa ibada, watu walioitwa kwa ajili ya kuabudu, eklesia. Na neno hili kanisa katika Agano Jipya, katika vitabu vya Injili, vile vitabu vinne, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, limetajwa mara 2 tu, na aliyelitaja ni Yesu Kristo. Angalia umuhimu wake na uzito wake. Yaani yeye aliyelitaja ni Mungu Mwana. Yeye ndiye analitaja kwa kwanza katika Agano Jipya. Tunaona Yesu ndiye anayelitaja neno hili kanisa. Na sasa hebu tuangalie katika Mathayo 16 mstari wa 18. Mathayo 16:18 Biblia inasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kanisa langu. Hilo fungu linatuonyesha kwamba Yesu kumbe na yeye ni mmiliki wa kanisa, maana anasema kanisa langu. Lakini tutaiangalia pia masomo yanayofuata hapo. Yesu ndiye anayejenga kanisa, anasema nitalijenga kanisa. Kwa hiyo mjenzi ni yeye. Sasa hiyo sio mada yetu ya leo. Nini ambacho nilikuwa naongelea hapa? Katika Agano Jipya kwa mara ya kwanza kabisa neno kanisa tunalipata hapa likitamkwa na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo anavyolitamka hapa kanisa, anaongelea eklesia, anaongelea watu walioitwa kwa ajili ya ibada. Mahali pengine anapotamka ni katika Mathayo 18 mstari wa 17. Yesu anasema hivi, na asipowasikiliza wao liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa na awe kwako kama mtu wa mataifa na kama mtoza ushuru. Sasa mahali hapo katika mafungu haya niliyokusomea yanayotaja kanisa, Yesu alipotaja kanisa, neno hilo kanisa ni neno eklesia, neno la Kiyunani ambalo linamaanisha kuitwa, na huko kuitwa ni kwa lengo la ibada. Neno hilo hilo eklesia ndio neno ambalo lilitumika kutafsiri neno la Kiebrania kahal, ambalo lenyewe lilitumika Agano la Kale. Angalia katika kiambaza chako hapo, neno eklesia ni neno la Kiyunani, ndio neno ambalo lilitumika kumaanisha neno kahali, neno la Agano la Kale. Nini maana yake? Wakati waandishi wa Agano Jipya wanaandika kwa maana ya kanisa katika Agano Jipya, walitumia neno hilo hilo lililotumika Agano la Kale lenye kumaanisha kahal. Walipokuwa wakiandika, walipokuwa wakielezea, walipokuwa wakifafanua maana ya kanisa Agano Jipya, walilinganisha na neno la Agano la Kale, neno kahal. Sasa neno kahal la Kiebrania lenyewe linamaanisha nini? Lenyewe linamaanisha kusanyiko la watu wa Mungu. Linaweza kumaanisha mkutano wa watu wa Mungu. Sasa hebu naomba nikusomee tena lile fungu la Matendo sura ya 7 fungu la 38. Nitasoma kwa kawaida alafu nitasoma katika Kiswahili cha kisasa. Biblia inasema hivi, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Katika Biblia ya Kiswahili cha kisasa inasomeka hivi, Waisraeli walipokusanyika kule jangwani. Kamata sana hiyo neno, walikusanyika jangwani, kusanyiko la jangwani. Anasema Mose ndiye aliyekuwako huko kama mjumbe kati ya hao wazee wetu na yule malaika aliyeongea naye katika mlima. Maana yake ni nini? Kwa nini umetusomea tafsiri hizo mbili? Ile tafsiri ya kwanza inasema kanisa jangwani. Hii tafsiri ya pili inasema kusanyiko jangwani. Sasa hilo kusanyiko la jangwani ndio neno la Kiebrania kahali, ambalo lilitumika kuelezea mkutano wa watu wa Mungu, kusanyiko la watu wa Mungu. Maana yake ni nini? Ndani ya Agano la Kale ukweli juu ya kanisa umefunuliwa kwa uwazi zaidi,
Na mafungu yafuatayo yanaonyesha ukweli huo, ambao unaonyesha mkutano wa watu wa Mungu, kusanyiko la watu wa Mungu, watu walioitwa kwa lengo maalum ili kumwabudu Mungu na kuyafunua mapenzi yake, na hilo ndio kanisa la Mungu. Sasa tusome katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi: Bwana akanipa zile mbao 2 za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyoyasema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Narudia hapo, siku ya mkutano. Ulikuwa ni mkutano gani? Sio mkutano wa siasa, na wala si mkutano tu wa kijamii. Huu ulikuwa ni mkutano mtakatifu, mkutano wa Mungu, mkutano wa watu wa Mungu. Maana hapo walikuwa wamekusanyika ili wapewe amri 10 za Mungu. Kanisa la Mungu lilikuwa limekusanyika. Kwa hiyo hapa kanisa lilikuwa limekusanyika ili wapewe amri 10 za Mungu. Maandiko yanaeleza hivi pia katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 13 mstari wa 2. Daudi akawaambia, jamii yote ya Israeli, likiwa jema kwenu, tena likiwa limetoka kwa Bwana Mungu wetu, na tutume watu huku na huku mahali pote kwa ndugu zetu waliosalia katika nchi yote ya Israeli, ambao pamoja nao makuhani na Walawi wamo ndani ya miji yao yenye viunga, ili wakusanyike kwetu. Hii jamii inaongelewa hapa ni jamii ya wana wa Israeli. Wafanye nini? Wakusanyike, wawe na kusanyiko takatifu, kahal. Kwa hiyo hilo ndilo kanisa, mkusanyiko wa watu wa Mungu, watu ambao Mungu amewachagua kwa ajili ya kufunua mapenzi yake kwa wengine. Hiyo ndio inaitwa kanisa la Mungu, walioitwa kwa ajili ya lengo maalum la ibada, kukusanyika kwa ajili ya kufunua mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wengine. Haya, twende tena Kutoka sura ya 19 mstari ule wa 4. Pale maandiko yanatueleza hivi: mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Hawa ni watu wa Mungu. Anasema alivyowachukua juu ya mbawa za tai na kuwaleta kwake. Ina maana amewaita kwake, amewafanya wawe wake ili wayafunue mapenzi yake. Kutoka hiyo 19 mstari wa 5 mpaka 6 anasema, sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hawa ni watu wa Mungu walioitwa kwa lengo maalum kabisa la kuwa watu wake, kuyafunua mapenzi yake, kuwa watu wa kikuhani. Alafu anasema watu wa taifa takatifu. Ni zaidi tu ya taifa, ni taifa takatifu, a holy nation. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 7, nitasoma mpaka 8. Anasema hivi: kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao, kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki, kama Torati hii yote ninayoiweka mbele yenu leo? Haya mafungu ya Agano la Kale yanatuonyesha juu ya kikundi la watu walioitwa na Mungu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kupokea amri 10 za Mungu, kwa ajili ya kupokea maagizo ya Mungu na kuyafunua mapenzi yake. Na ukisoma kwa kina, kundi hili la watu au kusanyiko hili la watu ndio waliitwa wana wa Israeli. Mtume Paulo anaeleza katika Warumi sura ya 9 mstari wa 3 na wa 4, anasema ambao ni Waisraeli
wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Hao ndio wana wa Israeli. Wamepewa ahadi, wamepewa torati, wamepewa amri za Mungu, wamepewa ibada ya Mungu na ahadi zake. Sasa hilo ndilo kanisa la Mungu. Katika Agano la Kale, wanapozungumzia kundi la watu walioitwa kwa ajili ya lengo maalum la kufunua mapenzi ya Mungu, alitumia neno kahal, ambalo neno hilo kahal ndio lililotumika katika Agano Jipya, eklesia. Na Yesu alilitumia, anasema nitajenga kanisa langu, nitajenga eklesia yangu. Agano Jipya ndio linaofunuliwa kwa maana ya kanisa la Mungu. Sasa tunapohitimisha kwa mafungu yote niliyoyasoma hapo, ambayo yanatufafanulia maana ya neno kahal na eklesia, yanafunua kwa kina juu ya maana ya kanisa la Mungu. Nayo ni nini? Moja, angalia katika kiambaza chako hapo. Kanisa la Mungu ni kusanyiko la watu wa Mungu. 2, ni kusanyiko la watu walioitwa na Mungu. 3, ni mkutano wa watu wa Mungu. 4, ni watu wa Mungu ambao Agano la Kale walifahamika kama taifa la Israeli. Ukisoma kwa kina Agano Jipya, hiyo hadhi ya utaifa ilihama kutoka kwenye taifa na kwenda kwa mataifa. Wale wote wanaomkubali Mungu kama mwokozi wao, wanaomkubali Yesu kama mwokozi wao, kwa hiyo wanaitwa Israeli wa kiroho. Kwa hiyo kanisa ni taifa la Israeli. Lakini pia kanisa ni watu wenye imani moja juu ya Mungu wa taifa la Israeli ambaye anaitwa Yahwe. Tutaona hapo. Maneno haya yanafunua maana ya kanisa ni watu wenye ukuhani wa kifalme. Ni kanisa, inafunuliwa ni taifa takatifu. Ni zaidi tu ya taifa la Tanzania, ni zaidi tu ya mfano wa taifa la Kenya au Marekani. Ni taifa la Mungu, maana ni taifa takatifu kama Mungu mwenyewe alivyo mtakatifu. Kanisa ni taifa teule. Kanisa ni taifa lenye amri. Kanisa ni taifa lenye hukumu zenye haki. Kanisa ni taifa lenye torati. Kanisa ni taifa la wale waliofanywa wana. Kanisa ni taifa tukufu lenye kupewa torati. Kanisa ni taifa lenye kupewa ibada ya Mungu. Ni wale wenye kupewa ahadi. Na maneno yote haya yamefunuliwa kwa kina katika Agano la Kale. Kwa hiyo tunapozungumzia nini maana ya kanisa la Mungu, ni mkusanyo wa watu wa Mungu walioitwa na kupewa ahadi na kupewa ibada ya Mungu na kupewa amri na kupewa hukumu zenye haki na kupewa ahadi za neno la Mungu. Wanapewa hivyo ili wayafunue mapenzi yake. Hiyo imefunuliwa kwa kina katika Agano la Kale. Ndio maana wanaitwa ni kusanyiko la Mungu. Tumesoma fungu la Matendo 7 fungu la 38, wanasema ni kusanyiko lililokuwa jangwani, kanisa lililokuwa jangwani. Ukija Agano Jipya lenyewe, hilo kusanyiko la Agano la Kale inaitanua kwa upana zaidi, inaifunua kwa upana zaidi hii dhana ya maana ya kanisa. Inaifunuaje? Inatumia kitu kinaitwa sitiari mbalimbali. Sasa hizi sitiari mbalimbali ndio zitakuwa mada zetu katika kipindi kinachofuata, ambazo kwa sehemu kubwa zenyewe zimetumika katika Agano Jipya, zikituongoza kufahamu juu ya ukweli juu ya maana ya kanisa. Leo tumefahamu ya kwamba kanisa ni kundi la watu walioitwa kwa ajili ya ibada, kupewa amri za Mungu, kupewa maagizo, kupewa hukumu zenye haki, watu waliofanywa wana, watu waliopewa utukufu, wanaoyafunua mapenzi ya Mungu. Na watu hao kwa kina tumeona ni wana wa Israeli. Sasa tutaangalia Agano Jipya linavyotanua zaidi maana hii ya kanisa kama ilivyotumika Agano la Kale, kahal. Yenyewe inatuonyesha kwa kina kwa kutuonyesha juu ya sitiari mbalimbali. Hizi sitiari zina lengo la kutuonyesha kwa kina juu ya maana ya kanisa. Sasa juma linalokuja tutaangalia sitiari hizi. Huenda umepata swali kwamba hivi sitiari ni nini? Naomba
tujifunze pamoja katika juma linalofuata. Tutaangalia sitiari ni nini, alafu tutaziona hizo sitiari jinsi zilivyofunuliwa katika Biblia zinazofundisha juu ya maana ya kanisa kwa kina zaidi. Kwa leo tunaishia hapo. Mungu atubariki, Mungu atusaidie tuwe na wakati mwingine ili tutakapojifunza tuweze kuelewa juu ya kanisa la Mungu ambao Mungu ameliweka hapa duniani. Bwana akubariki kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tuombe tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza juu ya maana ya kanisa. Leo tumeangalia kwa sehemu kubwa katika Agano la Kale, ukifunua juu ya maana ya kanisa lako. Tusaidie tunapoingia tena katika kuangalia maana ya kanisa katika Agano Jipya katika kipindi kingine, tukaelewe mambo haya na hatimaye tukaandaliwe vema kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mikononi mwako tukiamini kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.